nilimtaja Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule, ajiandae Mheshimiwa Henry Charles Kabeho na Mheshimiwa Bazilio Kapunoa Mbwilo ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi hii na mimi kuweza kuchangia hotuba, mpango na bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Awali ya yote na mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu sana kunifikisha siku ya leo na hata kunipa ujasiri na kusimama mbele ya bunge lako tukufu kuweza kuongea na kuweza kuchangia mchango kwenye mpango huu na bajeti hii mahususi ambao ni kama jumuishi tu ya wizara nyingi ambazo zinafanya chini ya Waziri Mkuu. Kwanza kabisa pia niweze kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa sana ambayo rais wetu amefanya. Kwa kweli tunasema kutoka kwenye dhati ya mioyo yetu ya kwamba amefanya kazi iliyotukuka. Mimi nakumbuka kabisa alipoanza tu urais alihutubia wanawake wa Tanzania nzima kupitia wanawake wa Dodoma. Akasema jukumu hili ambalo mimi nimepewa ni kama tumepewa sisi wanawake wote. Hivyo basi twendeni tukafanye kazi kwa bidii, tuthibitishe uwezo wetu kwamba wanawake tunaweza. Kweli kabisa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kabisa na chenji imebaki. Shukurani nyingi nampatia na pia nampongeza sana. Pongezi zingine za pili basi ziende kwa Waziri Mkuu. Waziri wetu mkuu toka alipoteuliwa amefanya kazi nzuri, na hasa hapa juzi ambapo amepita kwenye ziara zake za kila halmashauri akisikiliza kero na kubaini kero kwenye halmashauri mbalimbali. Tumeona watu wengi, makundi ya watu wakijitokeza wenye matatizo. Kweli ametoa msimamo sasa kwa watendaji wote wa serikali kuendelea kufanya. Yeye kama msimamizi mkuu wa serikali ametoa dira wafanyakazi wengine wa serikali kuendelea kufanya hivyo. Shukurani nyingine nazipeleka kwa mawaziri wote na manaibu waziri, wamefanya kazi kubwa kwa siku hizi 100 za utendaji wa rais kwa awamu hii ya pili ambao amefanya. Tumewaona sisi wenyewe kamati yangu ya utawala, katiba na sheria, tumezunguka na Mheshimiwa Ridhiwani kwenye ziara, tulikuwa pamoja kila mahali. Kongole nyingi sana kwa mawaziri na naibu waziri. Naomba nimalizie shukurani kwa mwenyekiti wangu wa UWT wa taifa, Mama Mary Pius Chatanda. Ni mbunge mwenzetu, lakini kwa kweli imetufurahisha sana mbunge huyu kuwa miongoni mwetu sisi wanawake. Tumejisikia faraja kuwa na mwenyekiti wetu mahali hapa, na hivyo inaonekana tuna nafasi kubwa wanawake kufanya maendeleo kwa niaba ya wanawake wenzetu Tanzania nzima kwa kuwa na mwenyekiti wetu hapa bungeni. Baada ya shukurani hizo sasa, naomba sasa nitoe hoja zangu kupitia hii hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumefurahishwa sana kama nilivyosema na utendaji kwa miaka hii 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Madarasa mengi yamejengwa, mashule yamejengwa. Nakumbuka takwimu zimetolewa hapa, karibu madarasa 1078 yamejengwa, lakini shule nyingi sana. Watoto wetu walisoma kwenye shule za kisasa mpaka vijijini. Hii ni fahari kubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania, hasa kwenye sekta ya elimu. Hivyo na kwenye sekta ya afya. Rais na serikali imefanya vizuri sana. Zahanati mpaka vijijini kabisa. Lakini vituo vya afya, sio hivyo tu, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa, hospitali za rufaa, vifaa kwenye mahospitali yote. Pongezi nyingi kwa serikali yangu kwa kazi kubwa sana ambayo imefanyika. Na mpango huu ambao umewakilishwa mahali hapa, tunaenda kufikia level nyingine wa Tanzania wenzangu. Tupo kwenye uchumi wakati, sasa tunaenda kwenye uchumi wakati lakini wa juu. Kwa maana tunaenda kupanda kwa mipango mikubwa ambayo imepangwa kama itatekelezwa na kufuata kama tulivyo
kujipanga. Na mimi niseme tu kwamba tunaweza kwenda kwa pamoja hivyo sambamba na maendeleo yote, pamoja na miundombinu, pamoja na huduma za kijamii, ikiwepo hizo huduma za elimu, huduma za afya na miundombinu ya barabara. Lakini tutaenda vizuri zaidi tukienda na huu uchumi shirikishi ambao tunashirikisha wanaume na wanawake kwenye maendeleo, twende pamoja. Sio hivyo tu, lakini tunaposema kwamba uchumi jumuishi pia ni sekta zote zishirikiane kuleta maendeleo. Hata kama ni maji, wawe na kipande cha maendeleo; kama ni elimu, wawe na kipande cha maendeleo; kama ni afya, wawe na kipande cha maendeleo; kama ni kilimo, ambao ndio kilimo sisi tunategemea Tanzania nzima kilimo. Uchumi wetu utakuzwa na kilimo kwa 85%. Lakini sio hivyo tu, sekta binafsi hatuwezi kuisahau, ambao tunategemea katika dira yetu ya 25 mpaka 50. Private sector wana contribute 75%. Huo ndio utakuwa uchumi shirikishi, maana tunaenda wote kwa pamoja bila kuacha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaposema hivyo ninalenga mwanamke. Sasa mwanamke lazima ashirikishwe kuanzia ngazi ya kupanga, kuanzia kwenye utekelezaji. Mwanamke huyu pia ashirikishwe kwenye tathmini. Mwanamke tukimwacha nyuma, maendeleo hayataenda. Kwa twende pamoja na wanawake. Na contribution ya mwanamke katika maendeleo haya ni 80%. Na mwanamke, ukimwendeleza mwanamke, moja kwa moja umeendeleza familia na moja kwa moja umeendeleza jamii. Hivyo basi mipango yetu na bajeti yetu imhusishe mwanamke moja kwa moja. Hasa nijikite katika sekta ile, katika ile kipengele cha uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Kuna mipango mingi imepangwa, na ikiwepo hizi 10% za halmashauri. Ndugu zangu, ni kitu ambacho kimekuwa faraja sana kwa wanawake. Kama ukisikia michango mingi ya wabunge, kila mtu amegusia kuhusu 10%. Kitu hiki ni mitaji. Wanawake wanahitaji mitaji kwa ajili ya biashara zao, wanahitaji mitaji kwa ajili ya miradi. Hivyo basi serikali ipay attention na kitu hiki na kukiangalia, kukifuatilia kwa karibu sana, ili kuona kama kweli kuna ugawaji sawa hizi 10% na kuna ufuatiliaji wa karibu, ili wale watendaji ambao watakuwa na kiuka kitu hiki basi waweze kuchukuliwa hatua, ili hao wanawake wapokee faraja yao ya 10%. Sambamba na hilo, kuna hizo bilioni 200 ambazo zimetengwa kwa ajili ya wajasiriamali, ambazo zimewekwa kwenye mabenki. Hata hii pia ni faraja kubwa sana kwa wanawake, na uwepo utaratibu mzuri wa kuhakikisha walengwa wanafikiwa na hii hela, ili wanawake waweze kujikwamua kiuchumi. Niseme tu ukweli, mchango mkubwa ambao sisi tunataka wanawake katika serikali yetu, la kwanza kabisa, wanawake wanahitaji hiyo mitaji. Hili ni hitaji la kwanza la wanawake. Lakini la pili, wanawake wanahitaji masoko, wauzie wapi biashara zao. Wanawake wafundishwe tu, wanaweza. Ukimfundisha mwanamke jinsi masoko yanavyopatikana, au namna hata kusafirisha bidhaa nchi za nje, wanawake wanaweza. Hivyo kuwe na link ya utengenezaji wa bidhaa na usafirishaji wa bidhaa, au kuwe na link ya utengenezaji bidhaa na masoko, ili wanawake wakitengeneza bidhaa zao ziwe na ubora, lakini pia zipate masoko. La tatu ambalo wanawake wanahitaji elimu. Elimu inayotakiwa ni elimu ya fedha, elimu ya ujasiriamali, lakini wanawake wapewe skills ndogo ndogo tu, jinsi ya kuwa na wazo la biashara, namna ya kulidevelop wazo la biashara. Sio hivyo tu, wafundishwe hata skills ndogo za kuandika business plan. Wanawake wajifunze vitu hivyo, ili ajue ya kwamba mradi wake ambao anaenda kufanya utakuwa na faida au hauna faida. Hapo ndipo mwanamke apewe mkopo. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Ninashukuru sana mwenyekiti, naomba nimalizie kwa kusema kwamba wanawake watapata faraja kubwa sana wakipata hii mikopo, na kama lengo tu, na kama shida ni dhamana, wanawake ufunguliwe mfuko wa dhamana ambao utawasaidia wanawake na vijana. Lakini mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante mheshimiwa kwa mchango wako.